Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Ni muda mwingine tena ambao tunamshukuru Mungu kwa kutukutanisha katika forum hii tuweze kujifunza neno lake. Forum hii imejikita katika kujifunza neno la Mungu. Tunapozidi kujifunza neno la Mungu, basi neno lile linatubadili na tunazidi kufanana na Mungu. Basi kwanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema hii leo. Asante kwa zawadi ya uhai. Asante Baba kwa kutukutanisha tena. Baba, tunaomba mtume Roho wako Mtakatifu atufundishe, atuangaze, atukumbushe yote na kutufundisha yote, sababu yeye ndio stadi wa kazi, yeye ndio mwalimu wa kweli, yeye ndiye tunayepaswa kumfuata. Umetupa neema nyingi Baba, umetukirimia mapenzi yako mengi juu yetu. Tunakushukuru Baba, tunalitukuza, jina lako tunakuinua. Baba, umeliinua neno lako kuliko jina lako. Tunaomba Baba, neno hili likafanyike mwili ndani yetu na kutufanya zaidi sana kwa sawa na wewe. Ni katika Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Kwa muda mchache naomba tujifunze neno fupi tu katika kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 11. Nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele ya uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele ya uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Tunajifunza mambo kadhaa hapa. Utanijulisha njia ya uzima. Kumbe njia ya uzima, namna ya kuijua ni kwa kusoma maandiko, ni kwa kutafuta uso wa Mungu, ni kwa kumtafuta Mungu. Kwa sababu anasema nimeweka mbele yenu mema na mabaya, uzima na mauti, na washauri chagueni mema mpate kuishi. Kwa tayari tumeshapewa njia, tumeshapewa na muongozo kwamba ule uzima, kuna uzima wa aina tatu. Kuna uhai wa aina tatu ambao sisi kama binadamu tumepewa. Ya kwanza ni ule uhai uliomo katika damu ambao unazungumziwa katika Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Na uhai uko katika hiyo damu. Kwa hiyo ule uhai ulioko katika damu ni uhai ukuza mwili, kwamba leo hii mtu ikatokea akadrain damu yote, basi automatically mwili utakufa, kwa sababu huo uhai uko katika nini? Katika damu. Ule uzima upo katika ile damu. Huo ni uhai wa mwili. Lakini kuna uhai wa namna ya pili ambao tunaupata katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, ambapo anasema Mungu akampulizia mwanadamu pumzi yake akawa nafsi hai. Mungu akapuliza pumzi yake kwa mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hiyo uhai wa pili ni ule katika nafsi, soulish life. Tunaopata suke kwa Kigiriki wanaita suke. Ile ya kwanza ni bios, ile uhai katika mwili ni bios. Huu wa pili uhai katika nafsi unaitwa suke life. Lakini zaidi sana anayozungumzia hapa ni zoe life, zoe, ZOE, uzima wa milele, ule ambao umesemwa katika Mwanzo 2 mstari wa 9, kwamba naomba tuisome hii. Mwanzo 2 mstari wa 9 anasema Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna mti wa uzima, Zoe life. Alitupa huu, yani laiti Adamu na Eva wangekula huu mti wa uzima kabla ya kula mti wa mema na mabaya, basi tungekuwa na Zoe life. Ingekuwa ule uhai wa roho sasa, ule uzima wa milele, ule uzima wa Mungu ungekuwa umejaa ndani yetu. Lakini kwa sababu alidanganywa na yule nyoka ambaye ni Shetani,
akaenda kutumia tunda lile ambalo limetuletea changamoto hizi zote ambazo wote tunazijua. Sio mahali pake leo kujadili hilo, lakini nilikuwa nataka kuzungumzia hili la mti wa uzima. Hapa tunapata Zoe life, tunapata uhai au ule uzima wa milele, ule uzima wa Mungu. Huu uzima wa Mungu ndio anasema utanijulisha njia ya uzima. Njia ya uzima, njia ile ambayo inaenda katika uhai wa Mungu, katika uzima wa milele, ile uhai sasa wa roho. Kwa ninapoihuisha roho yangu kwa kusali, ninapoihuisha roho yangu kwa kusoma neno na kulitafakari, ninapohuisha mwili wangu labda kwa kufunga, ninapohuisha roho yangu kwa kufunga na kufanya tendo lolote ambalo ni katika yale matendo mema ambayo tumefundishwa na Mungu, yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyafanya hapa duniani, tunazidi kujijenga katika huu uzima. Tunazidi kuifuata hii njia ya uzima. Tunazidi kujijenga na roho zetu. Na kadiri tunapozidi kujijenga roho zetu, basi nafsi itafuata roho. Kama nafsi itafuata roho, basi mwili hauna namna zaidi, na wenyewe utavutwa, utalazimika kufuata. Kwa sababu nafsi imewekwa, kwa sababu labda nirudi nyuma kwamba sisi ni roho iliyo ndani ya mwili, yani mwili ni kama housing. Zamani tunakumbuka tulikuwa tuna simu ambazo inaweza ikachakaa huko nje, ukasema naenda kubadilisha housing. Unabadilisha housing, inakuwa inaonekana kama mpya. Ile ndani ya ndani inabaki ile ile, lakini nje umebadilisha cover, ni housing. Kwa hiyo huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, yes, lakini ni housing ya nini? Ya roho. Kwa hiyo sisi ni roho tunaokaa ndani ya mwili, lakini tumepewa nini? Nafsi. Hii nafsi imefanyika kuwa daraja kati ya mwili na roho, kwa sababu Mungu anazungumza kupitia nafsi, roho zetu. Sasa mwili hauwezi kutafsiri lugha ya ulimwengu tofauti ambayo ni lugha ya kiroho. Kwa hiyo ikawekwa nafsi ambayo ina vitu vitatu, na yenyewe ina akili, ina maamuzi, yani uamuzi, choice, lakini kuna free will, kwamba kuna hisia lakini kuna choice ambayo ndo free will, lakini kuna emotions, kuna hisia. Kwa kuna hisia, kuna maamuzi ambayo ndo free will, na kuna intellect, akili. Kwa hiyo hii sasa, haya mambo ndo yanatufanyikia kama daraja kati ya mwili na roho. Sasa tukiwekeza katika mwili, nafsi itafuata mwili. Kwa hiyo daraja hili litavunjika kwenda kwenye upande wa roho. Lakini tukiwekeza katika roho, nafsi itafuata roho, na mwili hautakuwa na namna zaidi ya kufuata kile ambacho roho inataka. Nasema hivi viwili vinashindana na kimoja kitashinda, mwili au roho. Kwa hiyo hatutatenda yale mapenzi yetu, bali tutayatenda mapenzi ya Mungu. Anasema utujulishe njia ya uzima, mbele za uso wako zimo furaha tele. Kumbe kama tunataka kufurahia, kama tunataka kupata amani, anasema mbele ya uso wako ziko furaha tele. Kwa nini? Kwa sababu hizi uso wa Mungu ndio mapenzi yake, ndio inatuonyesha alivyo. Kwake kuna furaha, kwake kuna amani, kwake kuna utulivu, kwake kuna kila aina ya baraka na jambo jema. Kwa hiyo anasema mbele za uso wako ziko furaha tele. Anasema na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Mkono wa kuume au mkono wake Mungu unaonyesha hukumu yake, unaonyesha nguvu yake, unaonyesha ukuu alionao. Ukuu wa Mungu ni mkubwa sana, lakini anatushirikisha ukuu huu, anatupa yeye ana absolute mandate, ana ukuu wote, lakini anatupa sisi delegated mandate. Amesema na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale. Kwa hiyo anatupa delegated mandate, anatugawia sehemu ya ule utukufu wake, sehemu ya ule utawala wake, sehemu ya ile nguvu yake. Yani yeye ndo mwenye nguvu, anatupa sisi sehemu. Ni kama vile ambapo
nchi inatuma balozi katika nchi nyingine kwamba sisi huku tunaishi hivi, au yule rais wa nchi anayemtuma balozi anasema kaiwakilishe nchi yangu kule. Kwa hiyo yule balozi anapoenda kule anatakiwa afuate matakwa ya huku anakotoka, sio kule anakoenda kuishi. Kwa na sisi pia ni mabalozi wa Mungu kule ambako tumetumwa, ambako ni hapa duniani. Tunatakiwa kuishi sio kwa mujibu wa hii nchi ambayo tumo, bali tunatakiwa kuishi kwa kule tulikotumwa. Sisi tumetumwa na nani? Tumetumwa na Mungu kuja kuyafanya mapenzi yake hapa. Mungu aonekane kupitia sisi hapa duniani. Kwa hiyo sisi ni mabalozi wake. Kwa hiyo tunapoutumia huu mkono wake, tunapotumia ile nguvu aliyotupa, ile delegated mandate, tunamtukuza Mungu. Tunaufanya utukufu wa Mungu uonekane hapa duniani. Tunamfanya Mungu atukuzwe. Kadiri Mungu anavyozidi kutukuzwa hapa duniani, ndivyo ambavyo na sisi sasa tunauona uso wake. Kadiri tunavyoona uso wake, lazima tuwe na furaha. Tunaona matendo makuu ya Mungu, tunamrudishia Mungu utukufu, tunatoa ushuhuda, ule ushuhuda unawajenga na wengine, na mwingine naye anauona mkono wa Mungu, na mwingine na mwingine na mwingine. Baadaye wote tunakuwa tunajiona katika kusanyiko kwamba yes, Bwana ametenda. Bwana ametenda makuu kwa huyu. Bwana ametenda makuu kwa huyu. Bwana ametenda makuu kwa huyu. Ametenda makuu kwangu, ametenda na kwa mwingine. Lakini hili lisitufanye sasa tuingie wivu kati yetu. Yeye ni El Shaddai, yani anayo hazina yote anacho kiwango cha kumtosha kila mmoja wetu ambaye ni mhitaji. Tukimwendea yeye ambaye ni El Shaddai, yeye ambaye ana ana kiwango chote cha baraka ambazo tunazihitaji sisi kama wanadamu. Kwa kupata kwa mmoja hakuathiri kupata kwa mwingine. Kwa swala kwamba huyu amefanikiwa halizuii mimi kufanikiwa. Sihitaji kuwa na wivu, sihitaji kuwa kumwonea tamaa, hapana. Yeye amefanikiwa na mimi nikimwendea huyu Mungu kwa kufuata vigezo na masharti yake, basi ninakwenda vizuri kabisa, na pia nitafika sehemu mbele za uso wake ziko furaha tele, na mimi nitajawa na furaha kwa sababu nitakuwa nimeuona ukuu wa Mungu, nitakuwa nimeuona utukufu wake. Kwa hiyo kwa sababu gani? Ule mkono wake wa kuume una mema ya milele, yani hayaishi. Haya mema ni ya leo, kesho, kesho kutwa, yamejaa siku zote. El Shaddai siku zote anayo kiwango cha kutupa kila mmoja wetu. Tukimwendea kwa njia zile ambazo zinapaswa, basi anatugawia. Basi leo tulikuwa tushirikiane hayo. Naomba tufunge kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema hii leo. Tunakushukuru Baba kwa neno lako uliotufundisha. Baba, tunaomba tukae katika njia zako, tuelewe uzima uliotuwekea, tuelewe kwamba umetupa nguvu zako, umetupa delegated mandate ambayo inatuwezesha kukutukuza wewe hapa duniani. Tunaomba Baba tuyatimize mapenzi yako hapa duniani siku kwa siku na kukurudishia wewe utukufu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.